Kamati ya Bunge la Kitaifa kuhusu masuala ya elimu inaendelea na vikao vya ukaguzi wa vyuo vikuu katika kaunti ya Mombasa. Awali naibu chansela wa chuo kikuu anuai cha Mombasa amepata wakati mgumu wa kujibu baadhi ya maswali yakiwemo ya ajira. Masuala mengine yaliyoibuliwa ni yale ya matumizi ya fedha za shule. Mwanahabari wetu Tobias Chanji amehudhuria kikao hicho na kuandaa taarifa ifuatayo. Na tunazungumza na kamati ya uwekezaji katika masuala ya uongozi na elimu, kamati ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Wanami Wamboka, na hii leo tu wamekuwa wakipitia ripoti ya ukaguzi kutoka kwa mkuu wa ukaguzi. Ila kwa sasa tutakuwa tunazungumzia masuala ya fedha kwa shule za upili na serikali maarufu capitation, tu kutugusia tu kwa kiduchu kuhusiana na fedha hizo na hali ilivyo katika taifa la Kenya. Asanteni sana. Kwanza niseme ni washukuru heads wa hizi institutions. Ukilinganisha hali ilivyo sasa na vile tulianza, sasa wanajaribu sana kukua katika ile framework ya sheria, vile sheria inavyosema, na tunawashukuru kwa hiyo kazi. Jambo kubwa sana ambalo sasa limekuwa kizungumkuti katika elimu ya ngazi ya juu, TVET na vyuo vikuu ni capitation. Ile pesa ambayo serikali ina support hizi institutions haikuji. Na sasa shule mingi ziko kwenye age ambapo sasa kama mambo haitabadilika, basi elimu itaathirika pakubwa sana. Sisi tunaomba serikali, the only thing you can do for society and a generation ni kuhakikisha kwamba elimu iko sawa sawa, watoto wanasoma na wanasoma vyema. Sasa sahau mambo ingine mengi, lakini waenishwe kwamba capitation, pesa mgao ambao wanatakana kutoa kwa hizi shule na vyuo ifike. Jambo la kushangaza, sisi kama bunge tunapitisha hiyo budget. Pesa treasury hata zingine inatoa, lakini hiyo pesa unaona haifiki katika hizi institutions. Na ndio sasa tuko na stalled projects mingi sana, mingi, and now hizi institutions are not functioning to capacity. Au wengine hawana libraries, wengine hawana mahabara, wengine hawana administration blocks, na zilianzishwa karibu miaka 10 iliyopita na hadi sasa hazijaendelea kwa sababu ya capitation. Sasa tunaomba ndio elimu ikaweze ile azimio ya elimu ikaweze kufikiwa, lazima serikali iwajibike, itoe mgao wake wa pesa katika vyuo hivi. Na tunazungumzia mgao wa mwaka huu, muhula huu, au ni mgao mwaka? No, sisi tunaangalia reports za Auditor General. Kama sasa Technical University of Mombasa tumeangalia miaka 7 iliyopita, na trend ni same. Unaona kwamba bunge inatoa bajeti, we appropriate as parliament, as National Assembly, lakini pesa haziendi kwa hizi institutions. Serikali haitoi hizi hela za capitation kwa hizi institutions, ama ikitoa ni chache sana, mahali pengine hata ni 10%, hata pengine haifiki hiyo 10%. Sasa tunaomba serikali, iwapo ndoto zetu kama jamhuri tutaweza kuafikia, lazima elimu ipatiwe kipaumbele. Tukiachana na